Rahbi, unadhani Umoja wa Mataifa na taasisi zake ni dhaifu kushindwa kudhibiti baadhi ya mambo? Binafsi sidhani kama Umoja wa Mataifa umekuwa na udhaifu katika kuwajibika kwenye hili swala. Isipokuwa tu kuwa ni kuwajibika kwenyewe kumeshindikana, lakini sidhani kama ni taasisi ni dhaifu au zinashindwa kufanya kazi. Kuna jambo moja ambalo linakuwa ni gumu hizi taasisi kufanya kazi, kwa sababu zimejikuta karibu kila zikitaka kufanya kazi zinakutana na kizingiti cha Marekani. Sasa kama utapima kwa udhaifu, labda tunaweza tukapima kati ya Umoja wa Mataifa na Marekani nani mwenye nguvu. Sasa hapo ndio unaweza ukaona kwa uwazi kwa je, taasisi zimekuwa dhaifu au nguvu ya upande wa pili imezidia. Lakini ukirudi kwa yote utaona kuwa hata zile taasisi zenyewe ziliwekwa na hao wenye nguvu walio mbele. Sasa ukitaka kujua zina nguvu, ngoja uone zinavyofanya kazi kwa wengine ambao sio wenye nguvu. Kwa hiyo taasisi ziko sawa kabisa, lakini tu kuwa zimekwepa uwajibikaji, yani zimekwepa njia rasmi ambazo zilitakiwa kufanya kazi, na zenyewe pia zinafanya kazi kwa kutazama huyu ni nani na ana nguvu gani na ana ushawishi kiasi gani. Kwa hiyo sidhani kama taasisi ni dhaifu. Na kwa kumalizia, nini kifanyike kuhakikisha diplomasia inafanikiwa katika kuleta amani duniani? Nini kifanyike? Nadhani uwajibikaji, dunia ijitathmini na kuanza kuzungumza mambo kwa jicho lililo wazi kabisa. Tujitathmini tulipo na tujaribu kupitia sheria ambazo tulijiwekea kuwa je, bado tunatembea kwenye sheria hizo au tumeamua kufunga macho yetu tu kwa sababu wanaovunja sheria ni wenye nguvu, au wanaovunja sheria ni wale tunawaunga mkono, au wanaovunja sheria ni wakubwa kwetu. Sasa kama tutajitathmini ulimwengu ulipo na kuamua kuanza kujikosoa wenyewe, jamani, tumeisha toka kwenye njia muda mrefu, tunatakiwa turejee bila unafiki, bila hila. Dunia itarudi kwenye nafasi yake kama ilivyokuwa awali. Lakini kama tutaendelea kutumia hiki kitu kinaitwa double standard, vigumu sana kurudi kwenye nafasi yake. Na ili dunia ibaki kwenye nafasi yake, tuweze kurudi kwa haraka, ni lazima mgogoro kati ya Marekani na Ulaya uendelee, kwa sababu wale wanajua na yule anajua. Hakuna kila mmoja atatetea haki yake, manake tutarudi kwa nguvu kutetea haki. Lakini tayari kama kutakuwa na maelewano kati ya Marekani na Ulaya tena, basi tunarudi kule kule tulikoanzia na hatuwezi kutatua haya matatizo. Kile ambacho ninachosema mie ni kwamba utawala wa kisheria ni utawala mzuri, lakini pale ambapo hakutakuwa na uwajibishaji, pale ambapo hakutakuwa na usawa, basi utawala huo utafeli. Nchi 50 iwapo watazungumza kwa kauli moja, je, hata kama ni uuzaji tu, hiyo ni nafasi kubwa sana. Baadhi ya bidhaa nyingi tunazotumia sisi barani Afrika ni bidhaa ambazo zinatoka katika nchi ya magharibi. Hiyo ni nguvu, lakini sisi kama Waafrika tumekolewa na dhana eti kwamba sisi ni watu dhaifu kwa kuwa tumejidhaifisha. Tumekubali kasumba ambayo yana historia ndefu kuanzia wakati wa koloni, eti kwamba sisi watu au jamii kutoka bara la Kiafrika ni watu ambao hatuna nguvu, ilhali tuna nguvu. Kwa hiyo jambo la kimsingi na jambo ambalo ni bora tuanze kulizingatia ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na umoja wa bara la Kiafrika pale ambapo viongozi wetu watakapozungumza kwa sauti moja, kwa kuwa wamepewa nafasi na raia ya kwao, basi pale tutaheshimika. Katika hali tuliyopo sasa, ambapo mfumo ambao tulikuwa nao tangu kuishi kwa vita vikuu vipili vya dunia, na pale ambapo tunaelekea kuna nafasi hii itahitaji wale ambao ni viongozi, wale ambao ni wataalamu, wale ambao kutoka bara la Kiafrika waketi chini wakubali, je, mfumo ambao tumeambiwa japo pamoja na upungufu wake imetuwezesha kufanya mambo mengi japo sio kila kitu, mfumo huu unaenda kuanguka. Je, tutakuwa katika nafasi gani kuhakikisha kwamba mfumo ambao utakaoanzishwa utaweza kutufaidisha? Nikitolea tu mfano, ukiangalia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni mataifa chache sana ambayo yana kura ya turufu, na mataifa hayo yametumia viongozi wa Kiafrika katika Umoja wa Mataifa kutekeleza mahitaji yao. Je, kwa nini eneo kubwa kama bara la Kiafrika halina kura la turufu, lakini mataifa mengine unaweza kutumia mbinu zozote, iwapo ni idadi ya watu, uzalishaji wa kiuchumi, kwa nini wao wanakuwa na kura ya turufu na sisi hatuna? Kwa kuwa pale ambapo Umoja wa Mataifa ulipoasisiwa, mataifa mengi ya Kiafrika yalikuwa katika minyororo ya ukoloni. Ni kinaya iliyoje
mataifa ambayo yalikuwa yanawatawala kimabavu bara la Kiafrika ndio lilikuwa linazungumzia ujengaji wa Umoja wa Mataifa, ujengaji ambayo unasema kila mtu yuko sawa, lakini watu walikuwa bado katika minyororo ya ukoloni. Kwa kuwa historia ndiyo somo muhimu zaidi, japo viongozi wetu wakati mwingine wanayumba wakisema historia haina maana. Wale ambao watakosa kuzingatia historia watarudi kutekeleza makosa waliotekeleza katika historia. Kwa hiyo sasa ndio wakati wa kujaribu kurekebisha historia. Mimi langu ni kwamba japo wakati huu sasa unaonekana ni wakati mgumu zaidi, lakini katika wakati mgumu kama hii pia unaweza kupatikana na tija. Viongozi ambao walipigania uhuru hawakuwa na silaha kubwa sana, lakini walikuwa na ari na utashi pamoja na muungano, ndipo wakapigania uhuru. Huu ni nafasi ya pili ya bara la Afrika kupigania uhuru, kujaribu kuhakikisha watakuwa katika mstari wa mbele katika utekelezaji wa mfumo ambao utatawala dunia. Naam. Turudi tena barani Afrika. Tunaona bado mizozo ipo katika, kama umezungumzia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani hakuko sawa, Somalia bado nchi haijakaa sawa kama ilivyokuwa mwanzo. Na tumeona Marekani pia, nguvu ya Marekani imekuwa ikijiingiza pia katika maeneo hayo, na tumeona karibuni pia Marekani ikisuluhisha mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa unazungumzia nini nafasi ya mashirika ya kikanda kama Umoja wa Afrika katika kusuluhisha mizozo ndani ya bara ya Afrika? Kando na kama alivyoelezea kwa vizuri sana mwenzangu, ya kwamba Marekani pamoja na mashirika ya nchi ya Ulaya yamekuwa katika mstari wa mbele katika kudumaza mashirika muhimu pale ambapo hatua kama hizo hususan kutoka Marekani inawasaidia wao. Lakini sasa mimi mtazamo wangu ni kwamba pamoja na kwamba mashirika haya ya kimataifa ikiwemo hususan mahakama ya kimataifa kosa la jinai pamoja na Umoja wa Mataifa yameanza kulegea, sisi kama watu wa kikanda, nikizungumzia mashirika ya kikanda, Muungano wa Afrika, Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, shirika la kikanda la IGAD, hii ni fursa adimu sana kwa mashirika hayo pamoja na viongozi wao kusimama kidete na kusema kwamba sisi kama kikanda tunaamini kwamba utawala wa kisheria, sio utawala wa kibabe mwenye nguvu nipishe, ndio njia ambayo tutaanza kuifuata. Pale ambapo tutajikuta tunavurutwa katika vita au kuchukua upande kama hali inavyoendelea katika nchi ya Sudan, ambapo mataifa ya kikanda yanaonekana kwamba yanaunga mkono pande moja wakisaidiwa na mataifa ya kigeni, hili litatuletea hasara kubwa sana. Kwa kuwa mojawapo ya jambo ambalo linalotudumaza kiuchumi na kiuchumi hususan ni ukosefu wa amani katika eneo hili. Ukiangalia kwa mfano nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni taifa ambalo madini yake yametumika kuwatajirisha watu wengine. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana, japo hali hii haileti natija kwa sasa, kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, iwapo sisi tutajipanga na kujiweka vizuri na kuamini na kuhakikisha kwamba sio tu kwa kauli bali pia kwa vitendo tunaamini utawala wa kisheria, basi pale tutaweza kujinyanyua kutokana na sisi mataifa ya Kiafrika kuathirika na vitu ambavyo sisi hatujatekeleza. Vita vinavyoendelea Ukraine ilifanya baadhi ya mataifa ya Afrika kuhangaika kupata vyakula vyao. Vita inavyoendelea katika nchi ya Iran ambayo inahusisha Marekani na Israel kwa upande moja, imefanya bei ya petroli ipande. Katika vita hivyo vyote mataifa ya Afrika hayajahusishwa. Pale ambapo ugonjwa wa COVID ulipozuka, mataifa haya yalituonyesha hali yao halisi, kwamba wao watajilinda mwanzo badala ya kutulinda. Je, viongozi wa Kiafrika wataweza kuchukua nafasi hizi ambazo tumepewa? Vita vya Iran, vita vinavyoendelea katika eneo la Ukraine na Russia, na COVID, kuweza kusema, je, ni vipi tutaweza kutafutia suluhu ya kudumu katika kupambana na hali hii? Nitatolea tu mfano kabla sijanyamaza. Mfanyabiashara ambaye anayemiliki kampuni ya Dangote, yeye kujituma kabla ya vita hivi vya Iran
vilipelekea yeye kuwa katika mstari wa mbele kuisaidia taifa lake, na sasa kama alivyozungumza pale jana nchini Kenya, yuko tayari kusaidia mataifa ya Kiafrika. Je, viongozi wetu wanaweza kufanya kazi pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiumma kuweza kutekeleza hatua kama hizo? Kwa kuwa iwapo hatutachukua hatua za haraka sasa, tutajikuta sisi tunaathiriwa na vitendo ambavyo au vitu ambavyo sisi haina uhusiano wa moja kwa moja nasi.